ukakamavu, uzalendo na kujitoa kwa ajili ya nchi yako. Vijana wote ni lazima kujiunga na jeshi letu la akiba, lakini na kujiunga na jeshi letu la JKT, na yeye ndiye anawakilisha mada hiyo. Mtakapomaliza, tunataka vijana wakakamavu wanaoipenda nchi yao, ambao wako tayari kupambana na kuifia nchi yao. Mnaona yanayoendelea huko duniani, tunahitaji vijana ili tuendelee kuwa salama. Kwa jitahidini, mtakapomaliza masomo yenu, wakati mnasubiri kujiunga na vyuo, mjiunge na majeshi yetu ili kwa ajili ya kujenga ukakamavu, uzalendo na kujitoa kwa ajili ya nchi yetu. Kataa rushwa, chukia rushwa, toa taarifa. Ni marufuku kwa kijana kuwa mla rushwa. Usitoe rushwa ya aina yoyote. Usitoe rushwa ya fedha, ya mali au ya ngono. Na endapo utaombwa rushwa ya aina yoyote na mtu yoyote katika ngazi yoyote, toa taarifa ili hatua zichukuliwe kwa haraka. Lakini na wewe mwenyewe uikatae rushwa. Utakapokuja kupata nafasi ya kuwa kiongozi, utakapopewa dhamana yoyote ya kutoa huduma au kufanya kazi kwenye sekta binafsi au sekta ya umma, ni marufuku kuomba au kupokea rushwa. Shiriki kukataa rushwa na kupiga vita rushwa katika nchi yetu. Hakikisha unalinda usalama wa taifa lako. Uzalendo tunaozungumzia ni ninyi kuwa wazalendo kweli kweli. Toeni taarifa, ipendeni nchi yenu, isimamieni nchi yenu, kuweni raia wema. Leo kuna semina kubwa sana kwenye kata yetu ya Mbezi ambayo inahusiana vijana kuhusu kujitambua na kushiriki katika fursa mbalimbali zilizoko katika nchi yetu ya Tanzania. Mafunzo haya ni mafunzo maalum sana kwa vijana ambayo kwanza yanawapa uelewa, lakini pia yanawaonyesha fursa ambazo zipo katika maeneo yetu tunayotokea, lakini fursa ambazo zipo kwenye nchi yetu ya Tanzania. Kwa sababu bahati nzuri sana fursa hizi unaweza kuwa katika eneo unalotokea hazipo, lakini zipo eneo lingine. Kwa unaweza ukazifuata fursa. Lakini pia vijana wamepata elimu nzuri sana kwamba pesa huwa haitafutwi. Pesa huwa haitafutwi. Pesa inatakiwa kutafute. Ukiwa kijana wewe unatakiwa hangaike kutafuta namna ya kutengeneza viteka uchumi, namna ya kutengeneza vitu vya kuwasaidia watu. Kwa sababu ukishawaza namna ya kutafuta suluhisho la matatizo ya watu, moja kwa moja ni kwamba ukishajua, mtu anajua kwamba sehemu fulani nikifika na tatulia tatizo langu, pesa itakufuata. Uzalendo na uraia wa vijana hawajui historia, yani hawajui tulikotoka, shida tulizokuwa nazo mpaka tulipofika hapa. Kwa hiyo wanaweza kuona tu mambo yamekuwa, lakini ni jitihada za viongozi waliotutangulia kuanzia uhuru mpaka baba wa taifa alivyoliunda hili taifa, kutoka makabila yote 120 kwa nchi moja. Tunazungumza lugha moja, tuna msimamo mmoja. Tumewekwa kwenye vijiji, watu wanakaa, tunajua wako wapi. Huduma za jamii zilikuwa hamna, hakuna hospitali, hakuna shule, lakini sasa hivi kila kitu kimeongezeka na watu wana nuru. Kwa hiyo mtu anaweza akadhani kwamba imetokea tu muujiza, lakini tumetoka mbali. Zamani huwezi kukutana na mtu wa pili watatu bila kukutana na bandage, yani vidonda. Hata sabuni ilikuwa hakuna. Kulikuwa hata nyumba za bati hakuna. Hospitali unazihesabu. Vituo vya afya ndio kabisa hamuna, wala dispensary. Sasa ni tofauti. Shule, kila kijiji kina shule. Watoto wanasoma kuanzia shule ya msingi mpaka sekondari kwa gharama ya serikali. Mzazi hatoi ada. Na kila mzazi analazimishwa kupeleka mtoto shule. Haikuwa hivyo. Kwanza tulikuwa uwezo hatuna. Na walimu sio kwamba tumewaleta kama walivyokuwa wanatufundisha wazungu. Wanafundishwa na Watanzania. Kwa hiyo kinachotakiwa sasa ni kwanza kuongeza kasi ya maendeleo kwa vijana wetu. Kuwa wabunifu. Waangalie nini wanaweza wakafanya katika ubunifu huo ili kuleta maendeleo kwa Watanzania. Tuko kwenye uzinduzi wa kongamano ambalo tumelipa jina la Vijana Platform kwa mwaka 2026 katika wilaya yetu ya Ubungo, ambalo linafanyika leo tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka 2026 na litahitimishwa kesho tarehe 14
mwezi wa 4 mwaka 2026. Lakini malengo la kongamano hili ni kuwakusanya kwanza vijana, kama kauli mbiu yenyewe inavyosema kwamba vijana tuyajenge, Tanzania ni yetu. Wote mnafahamu kwamba vijana ndio tegemeo kubwa katika taifa hili, katika nyanja zote za kiuchumi, kijamii na hata kwenye kisiasa. Kwa hiyo tumeitana kama vijana na tumejaribu kuchukua makundi mbalimbali. Kuna watu wa bodaboda hapa, kuna wanafunzi, kuna watu wa mtaani, kuna watu wanasiasa, lakini kuna wajasiriamali mbalimbali ambao wanajishughulisha, lengo ikiwa ni kukaa kwa pamoja ili tuweze kuyajenga. Na vile vile kama mlivyoona, kuna mada mbalimbali ambazo zimeendelea au zinaendelea mahali hapa.